kwenda hija, kuswali, haya yote yana faida, yana malipo yake. Si lazima uyaone malipo leo hapa duniani. Safari yetu ni ndefu ndugu zangu. Tuko leo hapa duniani, lakini tunakufa mmoja baada ya mwingine. Ndio kwa maana ndugu zangu, tukaleta ile aya katika Ijumaa iliyopita ya kuonesha gisi gani watu wanapita kwenye siratal mustaqim. Siku ya kiyama patakuwa michujo kwenye uwanja wa hisabu. Kwanza Mwenyezi Mungu ataambia watu, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, mmekusanyika wengi katika uwanja, basi nyie waovu nendeni pembeni. Jitengeni, nendeni pembeni. Watagoma, hawatatoka. Waovu wanajijua, watu wenye makosa ya jarima wanajijua, wazinifu, walevi, washirikina wanajijua. Mwenyezi Mungu atawaambia, enyi ambao mlidumu katika maisha yenu mkifanya maovu, madhambi makubwa, tokeni nene upande umoja. Wamtazu liyauma, imtazu ni kuchuja, kutoka watu katika wengine, wajitenge. Watakataa, basi patakuja testi ya pili. Yauma, siku ambayo watadhalilika watu kwenye suratul Qiyama. Yauma idhin yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Basi wataambiwa sasa watu hapo, pigeni sijida moja, sujuduni. Mmeambiwa mtoke, hamtaki, basi sujudu. Mtu atashindwa, kila akitaka kuunama hawezi. Wale wacha Mungu waliokuwa wakiamka alfajiri kuswali, wanaeneza swala 5 kwa siku, wanatoa sadaka, wanafanya matendo mema, watasujudu mara moja tu, wengine wanabaki wima. Basi huyu ni ingine chujio ambayo itawafanya watu wasiwezi. Ili kabisa la kupita kwenye sura litakuwa ndo la mwisho. Sasa ndugu zangu, watu watakosa ile nuru. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Innal hamdalillah, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu katika imani, matendo ambayo tunaambiwa kufanye yote haya, kuchinja, kuswaumu, kuswali, malengo yake ni nini? Malengo yake ni wewe siku ya kiyama upate kupita kwenye siratal mustaqim na kuelekea peponi. Ndugu zangu, ndio kwa maana hapa watashindwa watu kufanya yote ambayo Mwenyezi Mungu ameambiwa wafanye. Basi la mwisho kabisa ndio lile ambalo siratu itawekwa. Watu wote katika uwanja wa hesabu wakimbie kwenda peponi, watakosa nuru. Watu ambao watakuwa na nuru ni wacha Mungu, wenye kuperform hizi amali. Mtu anaambiwa chinja, anachinja. Mwingine anasema mimi si chinji na uwezo lakini sitochinja, naweka banka. Haujui kwamba mwaka kesho utafika ndugu zangu. Basi ndugu zangu, watu wamekimbia, tumefika kwenye aya, watu wanalalamika, undhuruna, tutazameni. Mtu na baba yake, mtu na mama, mtu na mke wake, lakini mtu anakwenda anawaacha. Nuru ya siku ya kiyama haimwangazi mtu mwingine ndugu zangu. Basi wataambiwa, rejeni duniani mkaitafute nuru. Ndio hapa leo tupo, watu hawataki kufanya amali njema. Wataambiwa, nyinyi mlidanganyika mkafata matumanivu ya dunia. Wagharatkumul amaniyu, matumaini. Mtu ameshajenga, anapiga fikra jenge tena. Wengine fikra zao zimeshia kwenda Ulaya, wengine fikra zao zimeshia manake katika mipango ya dunia. Bas al-amaniyu ni matumaini, nifanye hichi, nikimaliza nifanye hichi. Kila pakija opportunity kama hizi za kufanya matendo mema, mtu anapuuzia. Basi watu wa peponi wataambiwa, hata jaa al-amrullah, mpaka ilipokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fikra yako wewe ni kuandaa maisha ya dunia. Ndugu zangu katika imani, tumogope Allah subhanahu wa ta'ala. Aya tunaambiwa tufanye leo ndo nuru ya kupita kwenye sirat, ndo yale malipo ambayo tutakwenda kulipwa peponi. Ndugu zangu, kumbe tufanye matendo mema na tujitahidi sana kufanya tauba. Kila mmoja anajua yale ambayo ameishi nayo katika maasi. Anajua kila mmoja wetu. Mtu anajijua mimi ni mzinifu, mwingine anajijua mimi ni mlevi, mwingine mimi ni tariku swala, siwajina swali na swala za kudokoa. Unajijua na Mwenyezi Mungu anakujua vizuri sana. Sasa tujitahidi tukimbilie kwenye maghfira. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilianeni, sabiqu, fanyeni mashindano katika kuikimbilia msamaha, kuwahi kufanya tauba. Kwa nini? Kifo kinakuja ni ghafla. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kutuita
Tumalize na hii aya moja tu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mluamini, tubu ila Allah, tubuni kwa Mwenyezi Mungu taubatan nasuha, toba ya ukweli. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum, Mwenyezi Mungu asa akakusameheni makosa yenu na madhambi yenu ambayo mnayafanya, na baada ya kusameheni wayudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, atakupeni pepo Mwenyezi Mungu baada ya kuacha madhambi na mkatubu, pepo ambayo inapita mito chini yake. Siku ambayo Mwenyezi Mungu anasema ni siku ambayo hatawadhalilisha mitume na wale ambao waliwafuata mitume. Kisha Mwenyezi Mungu akasema siku hiyo yas'a nuruhum, itawaangazia nuru baina aidihim wa biaimanihim, kuliani na mbele yao, wanapita kwenye sirati. Kwa nini? Wametubu madhambi yao na wametenda mema. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa pepo ambayo inapita mito chini yake. Ndugu zangu katika imani, leo tuko duniani hapa, tumeletwa hapa ili tufanyiwe mtihani. Itazamwe nani ambaye atatenda matendo mazuri, na yule ambaye atatazama dunia ndo akafanya nguvu yake yote, effort kubwa, akakimbilia dunia, basi ataikosa akhira. Tuko duniani leo, tuchume kwa ajili ya dunia yetu, lakini tusisahau kwamba safari ni ndefu. Tuko katika kituo cha dunia, ni maisha ya kikomo. Kaburini ni maisha ya kikomo, yataisha, na akhera vile vile ndio tunakwenda umoja peponi. Allah tujalie miongoni mwa hao, na wengine motoni. Allah tulinde tusi miongoni mwa hao. Ndugu zangu, baada ya watu kupita kwenye surati kwenda katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanakaribishwa na Mwenyezi Mungu vizuri sana. Watakuta viti vimetandikwa ala sururin mutakabilin muttaqiin,